Bado unaendelea kuyafurahia matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye viwanja hivi vya Sabasaba. Hapa tunakuletea mabanda mbalimbali, lakini pia kubwa zaidi utajua shughuli zao ambazo wanazifanya. Hapa unaponiona nipo kwenye banda la Wakala wa Majengo Tanzania, yani TBA. Hapa mbele yangu ambaye unaona naye, huyu ni afisa uhusiano Renatus Sona. Ni msimu mwingine wa maonyesho haya Sabasaba, ikiwa ni jubilei ya miaka 50 tangu kuasisiwa kwa maonyesho haya. Mimi ni mwenye furaha sana kukutana na wewe tena Renatus. Asante sana, nashukuru. Karibu sana Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Wakala wa Majengo Tanzania TBA, hii ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi, na majukumu yetu makubwa ni kusimamia na kuendeleza miliki za serikali. Tunaposema miliki tunamaanisha nyumba, majengo, viwanja na vitu vyote vyenye asili hii, properties. Lakini pia tunasimamia miradi ya serikali, tunafanya ujenzi, sisi pia ni wakandarasi. Kwa hiyo tunafanya hivi katika kutekeleza majukumu na miradi ya serikali. Tuna miradi mbalimbali ya ujenzi nchi nzima ambayo tunasimamia, na mingine tunajenga. Sisi tuna design na kujenga, lakini pia tunajenga. Kwa hiyo tuna mifumo hiyo miwili. Kuna miradi ambayo tuna design moja kwa moja na tunaisimamia na tunajenga. Lakini kuna miradi mingine tuna design lakini hatujengi, wanajenga watu wengine. Kwa hiyo sisi tunasimamia. Kwa hiyo ndio majukumu yetu. Na kwenye maonyesho haya mmetuletea nini TBA? Kwenye maonyesho haya ni kwamba dira ya maendeleo ya 2050 imejipambanua vilivyo katika kujenga uchumi jumuishi. Uchumi jumuishi ni maana ya kwamba sekta za umma kushirikiana na sekta binafsi katika katika kujenga uchumi kupitia miradi ya PPP, Public Private Partnership. Sisi Wakala wa Majengo Tanzania TBA tumeainisha maeneo 149 nchi nzima, maeneo kwa ajili ya miradi ya uwekezaji. Kati ya maeneo haya, maeneo 38 katika mikoa 20 ya Tanzania tumeshayatangaza kwa ajili ya kukaribisha wawekezaji waje tuwekeze katika miradi hii ya ubia. Kwa hiyo maeneo haya yote kwenye maonyesho haya sasa ya 50 jubilei ya dhahabu, tunawakaribisha wawekezaji wote waje kushirikiana na sisi kufanya miradi hii ya ubia kwenye maeneo ambayo tumeainisha. Sio tu kwenye mikoa hiyo, ni mikoa 20 nitambua. Nimesema kuna Dar es Salaam, kuna Iringa, kuna Mwanza, kuna Arusha, kuna Kagera, kuna Geita. Geita kuna sehemu inaitwa Mission. Haya tumedevelop mradi mmoja, tumedesign unaitwa Mission Quarter ambao tunataka tujenge apartment. Geita ni mkoa wa madini, kuna foreigners wengi pale. Kwa hiyo ukija kuinvest pale huwezi ukapoteza. Siri ya ubora wa majengo ya Wakala wa Majengo Tanzania, cha kwanza yanazingatia mahitaji ya wateja wetu ambao tunayapata. Ila cha pili yanazingatia ubunifu au tuseme mvuto au uzuri wa jengo husika kwa watumiaji. Ila cha tatu pia yanazingatia mazingira sahihi ya jengo letu ambalo linaenda kujengwa. Kwa mfano kwa mradi wetu wa Dodoma ni mazingira ya jangwa. Hivyo hata material ambayo yataenda kutumika katika eneo hili ni tofauti na majengo au yatakayoenda kujengwa kwenye jengo ambalo liko baharini au liko kilimani au liko tambarare. Ila cha nne kabisa kinazingatia matumizi ya jengo husika. Majengo tunayo design mengine ni maofisi, shule, hospitali, majengo ya makazi. Hivyo kwa mfano kama majengo yetu ya shule lazima yasadifu ni ufanisi wa nishati, kuweka gesi asilia kwenye majiko ambako wanafunzi wanatumia, ila pamoja kufanya water treatment kwenye mashule yetu ambako kutakupo na maji yanafanya recycling kwa ajili ya wanafunzi ambao wanatumia. Bado tupo kwenye banda la TBA, tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali, lakini pia ambacho tunazungumzia hapa vyote tumezungumza, lakini utajiuliza uimara wa haya majengo upoje? Ni kweli kama ulivyosema kwamba tunabuni majengo na majengo yetu yana uimara wa kutosha, yana ubora. Na hii ni kutokana na kwamba tuna vifaa ambavyo ni bora ambavyo vinatusaidia sisi kuweza kutengeneza material mbalimbali ambayo tunatumia katika ujenzi. Mfano tuna batch plant ambayo inatumika kwa ajili ya kuchakata zege. Tunatengeneza zege letu sisi wenyewe, na kwa sababu tunatengeneza sisi wenyewe tunahakikisha kwamba linakuwa na ubora ambao unatatikana. Lakini pia tuna hiyo concrete mixer ambayo inatumika kusafisha zege kutoka sehemu ambayo tunaizalisha mpaka kule ambako linaenda kutumika. Tunazalisha matofali sisi wenyewe, tuna pavement blocks ambazo tunazalisha sisi wenyewe na tunazitumia katika majengo yetu. Lakini pia tunafanya testing, tunapima yale material ambayo tunatumia katika majengo yetu. Tunapeleka maabara, tunapeleka TBS au kwenye maabara zingine, tunaenda tutapima ubora kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwango ambavyo vinatakikana katika majengo yetu.
lakini wakati wa utekelezaji pia tunafanya supervision, usimamizi wa hali ya juu kwa kutumia wataalamu ambao wana uzoefu, wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na masuala ya ujenzi. Kwa sababu tunatumia wataalamu ambao wana ujuzi na uzoefu wa kutosha, maana yake ubora unakuwa ni ule ambao unatakikana katika majengo yetu. Asante, nikushukuru sana. Asante, nashukuru sana.